Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza hatua kwa hatua. Mimi huwa nafundisha polepole ili kwa yoyote yule aweze kufahamu. Nafundisha taratibu na sina haraka yoyote. Leo tutajifunza jinsi ya kudownload WhatsApp. WhatsApp ni mtandao mkubwa sana ambao unaweza kutumia na una watumiaji wengi sana. WhatsApp ni kubwa sana. WhatsApp inajulikana na ni vizuri hata kibiashara. Sasa moja kwa moja ili kudownload WhatsApp yako inabidi utafute kwanza, itabidi uangalie kama unatumia simu za Samsung, unaweza ukaitafuta kupitia store ya kawaida. Umeona store hii hapa. Mfano kama unatumia Samsung, ukaingia hapo. Baada ya hapo ukatafuta hapa juu, ukabonyeza, kisha ukaandika WhatsApp. Ukaandika WhatsApp. Ukaiangalia hapa kisha ukipata WhatsApp, lakini kama sio mtumiaji wa kama sio mtumiaji wa simu za Samsung, basi ni vizuri ukatumia Play Store. Hata kwa watu wa Samsung pia ni vizuri sana kutumia Play Store. Mfano mimi hapa naitafuta Play Store. Nimeona hii hapa Play Store. Basi nitagusa Play Store, nitaifungua. Baada ya kufungua Play Store, nitabonyeza moja kwa moja ili kuitafuta WhatsApp. Nitabonyeza search. Baada hapo nitabonyeza kidude cha kutafuta hiki hapa juu, search apps and games. Nitabonyeza. Baada ya hapo sasa inategemea unataka WhatsApp aina gani, maana kuna WhatsApp za aina mbili. Subiri nitakuonesha. Bonyeza hapa WhatsApp, unatafuta WhatsApp. Zimekuja WhatsApp Messenger. Na hii hapa WhatsApp Business. Sasa kuna WhatsApp za aina mbili. Kuna WhatsApp Messenger na WhatsApp Business. Zote ni kitu kimoja. Ukija hapo ukiangalia, zote ni WhatsApp LLC. Kwa kuna WhatsApp ya kawaida, Messenger na WhatsApp Business. Je, sasa hizi tofauti zake ni nini? WhatsApp Messenger ni kwa ajili ya zamani kabisa, tangu kipindi hiko mtu una chati kwa WhatsApp kupeana taarifa mbalimbali. Sasa wengi walikuwa wanaitumia zamani, lakini ilikuwa haina vitu vingi vya biashara. Mfano ulikuwa hauwezi kuseti mfano ulikuwepo hauwezi kuseti muda wa biashara, masaa ya biashara. Au ulikuwa saa nyingine zamani ukitumia WhatsApp Messenger kawaida ulikuwa hauwezi kuseti labda message zijitume zenyewe automatic, mtu akiingia tu online. Sasa wakakaa wakatafakari, wakaona sasa kwa sababu hii ni ngumu, bora tuitofautishe hizi WhatsApp kuwe na WhatsApp mbili. WhatsApp Messenger, hii una chat kawaida na wote mtu kitumia ni kitu kile kile na message zinaenda ile ile, na kuwe na WhatsApp ya biashara, hii WhatsApp Business kwa ajili ya watu wanaofanya biashara au wanaotoa huduma, ili iwarahisishie kwa haraka kwenye mambo yao. Kwa WhatsApp Business vimeongezwa vitu vingi sana. Mfano unaweza kuweka muda wa wewe biashara yako kufungua, unaweza kuweka location, unaweza ukaweka, yani location inamaanisha sehemu wewe ulipo, kwa hiyo mtu mteja akigusa moja kwa moja aweze kukufikia paka ulipo. Unaweza kuweka maelezo ya biashara yako, unaweza kuweka vitu vingi, yani imeboreshwa kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba kwa mfanyabiashara ni bora utumie WhatsApp Business kuliko WhatsApp Messenger. Kingine, zote mbili zinaweza zikakaa kwenye simu moja. Mfano umeona mimi zote nimezitoa hapa. Kwa mtu unaweza kuwa na WhatsApp Messenger na WhatsApp Business. Kumbuka kwamba usipende mambo yako ya biashara uitumie kwenye namba yako ya simu ya kawaida. Mfano mimi na WhatsApp ya kawaida ambayo nimeitumia muda mrefu sana, ambayo imejiunga kwa namba yangu ya simu ya tangu miaka hiyo ya zamani.
Pia nikaja baadaye nikaona kumbe usitumie mambo yako mengi kumuuzia mtu kwa kutumia namba yako binafsi. Nikasajili namba ya pili, line namba 2 kwa ajili ya biashara. Nikadownload na WhatsApp ya biashara. Baada ya kudownload WhatsApp ya biashara, kwa WhatsApp ya kawaida na namba zangu binafsi, WhatsApp ya biashara pamoja na namba ya biashara. Baada hapo nikaanza kuona kumbe mambo yangu yanazidi kuwa mepesi. Kwa mtu akipiga kwenye namba ya biashara, najua moja kwa moja huyu ni mtu wa biashara. Mtu hata kama namba ngeni akipiga kwenye line yangu binafsi, naona okay, kumbe huyu itakuwa ni mtu ambaye ananifahamu. Na muda ambao sitaki kufanya biashara, naweza nikaweka simu ya biashara pembeni, nikabaki na namba yangu ya simu kawaida. Na muda ukifika wa biashara, na kuwa tuna simu yangu ya biashara ili kupunguza distraction na kupunguza mambo mengi ambayo unaweza kuyafanya kwa wakati mmoja. Imenisaidia sana. Kwa hata wewe nakushauri usitumie biashara kwenye namba yako kwenye WhatsApp ya kawaida. Udownload WhatsApp ya pili. Ila kama wewe ni mwajiriwa, huna biashara yoyote, si ajabu unatumia line moja ya simu tu, basi ni vizuri sana ukatumia WhatsApp ya kawaida, kwa sababu kila kitu ni kile kile na inakutosha sana na haina changamoto. Sasa hapa tofauti nyingine kubwa ambayo naweza nikaidiscuss hapa, yes, ni WhatsApp. Kwanza zote zinatuma kila kitu kwa usawa. Swali jingine najua ambalo ungewaza kuniuliza, je, unaweza kuwa na WhatsApp 2 kwenye simu moja? Ndio, inawezekana. Unaweza ukawa na WhatsApp Messenger pamoja na WhatsApp Business zote kwenye simu moja na zikafanya kazi kama kawaida. Mfano, mimi hapa nina WhatsApp Business natumia na WhatsApp pia kawaida natumia. Kwa hiyo inawezekana bila shida yoyote, na zote zinafanya kazi na zote naingia nikitaka muda wote. Swali jingine mtu anaweza kaniuliza, unamshauri kama mtu ni mwanafunzi atumie WhatsApp ipi? Kama mtu ni mwanafunzi atumie tu WhatsApp ya kawaida, WhatsApp Messenger hiyo ya kwanza. Pia swali lingine ambalo unaweza kuniuliza kwamba je, naweza nikatumia WhatsApp ya kawaida alafu baadaye nikabadilisha ikawa WhatsApp Business? Inawezekana. Unaweza ukadownload ukatumia WhatsApp ya kawaida, baadaye ukaona okay, nataka hii namba nitumie kwa biashara, basi ukadownload WhatsApp ya biashara kisha ukaanza kuitumia. Hiyo nayo haina shida yote. Na unaweza pia ukahama kutoka WhatsApp Business ukaingia kwenye WhatsApp ya biashara ya kawaida, inawezekana. Ukitaka kuidownload kama ni mara kwanza unagusa WhatsApp. Baada hapo mimi tayari ipo, lakini kama wewe haipo basi unaweza ukabonyeza neno install ikajiweka moja kwa moja kwenye simu yako, na kisha ukajiunga. Video ya jinsi ya kujiunga WhatsApp tayari nishaiweka. Karibu sana bosi wangu, usiache kusubscribe hapa chini. Video hizi na nyingine nyingi tayari zipo na tayari unaweza ukaziangalia kupitia hii channel yetu ya YouTube.